Je, unafahamu mtoto wa Samia Suluhu Abduli amezua gumzo baada ya kufanya kitendo hiki cha ajabu? Je, unafahamu Samia Suluhu sasa amekosolewa vikali kuhusu ziara yake ya Urusi yaani Russia, na aliyesababisha ukosoaji huu ni mwanawe Abduli. Je, unajua Abduli aliandamana na mamake Rais Samia Suluhu Hassan hadi Urusi na kuzua balaa hili zito sana akiwa ugenini? Like video hii alafu subscribe. Kabla ni kujuze yote, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Mjadala wa kisiasa umeibuka kote nchini Tanzania leo kufuatia ziara ya kikazi ya hivi majuzi ya Rais Samia Suluhu Hassan nchini Urusi, baada ya picha na taarifa na video kuonekana kuwa mtoto wake Abduli, yaani mtoto wa Samia Suluhu, alikuwa sehemu ya ujumbe ama watu waliofuatana naye Samia Suluhu katika safari hiyo, katika kile ambacho awali kilionekana kama ziara ya kawaida tu ya kiserikali ya kidiplomasia. Sasa kimeibua mjadala mpana na ukosoaji mkubwa kuhusu jukumu la wanafamilia katika ziara rasmi za kiserikali, na kama mipango kama hiyo ya kuambatana na mwanao ama mwanafamilia wako inapaswa kuhimizwa wakati rasilimali za umma zinahusika au ushuru wa Watanzania unatumika katika safari hizo. Suala hilo lilianza kuvutia hisia baada ya picha na video kutoka kwa ziara hiyo ya Urusi ya Samia Suluhu kusambazwa mitandaoni. Katika picha hizo zilizoenezwa na wanaharakati na wapinzani wa Samia Suluhu, Abduli alionekana ama anaripotiwa kuonekana miongoni mwa wajumbe au watu wa ujumbe wa Tanzania katika baadhi ya shughuli za kikazi zilizounganishwa na safari ya Rais Samia. Katika picha hiyo utamwona Abduli amesimama pamoja na viongozi wengine. Muda mfupi baadaye, watumiaji wa mitandao ya kijamii walianza kukosoa vikali na kujadili ikiwa ilikuwa sahihi kwa mkuu wa nchi kama Samia Suluhu kusafiri au kuambatana na mwanafamilia wakati wa misheni rasmi ya kiserikali. Wakosoaji wa hatua hiyo walihoji ikiwa kujumuishwa kwa mwanafamilia wa rais, hasa mtoto wake, katika ujumbe rasmi kulikuwa muhimu. Wengine walisema kuwa ziara za serikali ni kazi za serikali zinazofadhiliwa na walipa kodi ama walipa ushuru ambao ni wa Tanzania, na zinafaa kuhusisha maafisa wa umma peke yake, wanadiplomasia na wataalamu wanaohusika moja kwa moja, pamoja na watu ambao labda wana ofisi serikalini katika kuendeleza maslahi ya kitaifa, na sio wanafamilia au hata zaidi mtoto. Hata hivyo, wengine walikwenda mbali zaidi na kuibua maswali iwapo katiba ya Tanzania au sheria ya Tanzania nyinginezo zinatoa mwongozo kuhusu wanafamilia au watoto kuandamana na rais katika ziara rasmi za kimataifa. Maswali haya yalipata mvuto haraka mitandaoni kutoka kwa wakosoaji na wapinzani wa Samia Suluhu, hasa wanaharakati wa upinzani, na kusababisha mazungumzo mapana ya kitaifa kuhusu uwajibikaji wa serikali na matumizi ya rasilimali za umma. Hata hivyo, wafuasi wa Rais Samia Suluhu Hassan walirudi nyuma vikali dhidi ya ukosoaji huo. Mfuasi mmoja wa CCM au mdau mmoja wa CCM wa serikali aliyetoa maoni yake hadharani kuhusu suala hilo alidai kuwa hakuna sheria inayojulikana wala kifungu cha kikatiba Tanzania kinachomzuia rais aliye madarakani kusafiri na mtoto wa kiume, wa kike au hata mwanafamilia wakati wa safari rasmi. Kulingana na hoja hiyo ya mdau huyo na mfuasi wa CCM, ukosoaji huo unaonekana kuegemea zaidi kwenye mizozo ya kisiasa kuliko ukiukaji wowote maalum wa kisheria. Wafuasi wanasisitiza kwamba isipokuwa ushahidi utatolewa kuonyesha kwamba sheria zilivunjwa au taratibu za umma kupuuzwa, Rais Samia hapaswi kushtakiwa kwa makosa au kukosolewa kwa makosa kwa sababu tu mwanafamilia alikuwepo katika ziara yake ya Urusi. Utetezi huo umekuwa moja ya hoja kuu katika mjadala unaoendelea leo, na tangu juzi wafuasi wanasema kuwa marais wote duniani kote mara nyingi huambatana na wanandoa wao au wake zao na waume zao, watoto au wanafamilia wengine wa karibu wakati wa mazungumzo makubwa ya kidiplomasia nje ya mataifa yao. Kwa maoni yao, mipango hiyo si ya kawaida na haipaswi kuwa migogoro ya kisiasa moja kwa moja. Wengi walisema ya kwamba hili linakuja kama ukosoaji wa kisiasa na sio wa kikatiba. Ziara yenyewe ya Urusi ya hivi majuzi ilikusudiwa kuimarisha uhusiano kati ya Tanzania na Urusi katika maeneo kama vile biashara, uwekezaji, elimu, teknolojia na ushirikiano wa maendeleo. Maafisa wa serikali wamesisitiza kuwa lengo kuu la ziara hiyo ilikuwa mazungumzo ya kidiplomasia na kiuchumi
badala ya shughuli zozote za kibinafsi au zinazohusiana na familia ya rais. Licha ya umakini huo, umakini wa umma kwa kiasi kikubwa umehamia kwenye suala la uwepo wa Abduli na si kwenye ziara ya Samia Suluhu. Hili inaonyesha jinsi mijadala ya kisiasa mara nyingi hubadilika zaidi ya malengo makuu ya matukio rasmi na kujikita katika masuala yanayowahusu wananchi. Wengine wanaamini kuwa mjadala huo unaibua maswali ya utawala halali. Wanasema kuwa maafisa wa umma wanapaswa kutarajia kuchunguzwa wakati wowote na wapinzani wao endapo wanafamilia wanapojitokeza pamoja nao katika shughuli rasmi za kiserikali, hasa safari za mbali kama Urusi. Katika jamii za kidemokrasia, wanasema raia wana haki ya kuuliza maswali magumu kuhusu jinsi rasilimali za umma zinavyotumiwa na kama itifaki rasmi inafuatwa. Wafuasi wa Rais Samia wanajibu kuwa kuuliza maswali kunakubalika, lakini hitimisho halipaswi kufikiwa bila ushahidi au sheria ya kikatiba. Wanasema kuwa wakosoaji au wapinzani wanapaswa kwanza kubaini ikiwa pesa zozote za umma zilitumika isivyofaa kabla ya kutoa shutuma. Walidai ya kuwa labda hata Abduli alitumia pesa zake binafsi kusafiri tu na mama yake. Katika kesi hii kumekuwa hakuna dalili rasmi kwamba Abduli alikuwa na nafasi yoyote ya serikali ndani ya ujumbe au ziara hiyo, wala hakujawa na pendekezo lolote rasmi kwamba uwepo wake ulikiuka sheria au katiba zilizopo. Hata hivyo, ishara ya Rais Samia kusafiri na mwanafamilia wakati wa misheni rasmi imekuwa mada kuu ya mazungumzo, hasa kwa midomo ya wapinzani. Baadhi ya waangalizi wa kisiasa wanapendekeza kwamba ukosoaji huo unaonyesha mivutano mipana ya kisiasa badala ya wasiwasi kuhusu safari yenyewe, kwa sababu Rais Samia Suluhu Hassan anasalia kuwa mmoja wa watu mashuhuri wa kisiasa nchini Tanzania. Karibu kila nyanja ya uongozi wake inavutia uchunguzi wa karibu kutoka kwa wafuasi na wapinzani wake. Wakati huo, taasisi za serikali zimebakia kuzingatia matokeo muhimu ya ziara ya Urusi. Wizara ya Mambo ya Nje imeeleza kuwa ziara hiyo inaendelea kwa mafanikio na imejikita katika kuimarisha ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi. Maafisa waliohusika katika safari hiyo wamesisitiza malengo ya kiuchumi na kidiplomasia kama vipaumbele vya msingi. Kwa Rais Samia Suluhu Hassan, mjadala huo ni ukumbusho mwingine wa uchunguzi mkali unaoambatana na ofisi kuu. Kila uamuzi, muonekano na hata hatua ya umma huenda ikachambuliwa na wapinzani na wakosoaji na kujadiliwa kwa mitazamo mingi mitandaoni. Mazungumzo yanapoendelea, watazamaji wengi wanasisitiza umuhimu wa kutofautisha mambo yaliyothibitishwa na maoni ya kisiasa. Ingawa ukosoaji na mjadala ni vipengele muhimu vya kidemokrasia kwa nchi kama Tanzania, mahitimisho yanapaswa kutegemea ushahidi na uthibitisho badala ya mawazo ya wakosoaji. Kwa sasa ukweli mkuu unabaki kuwa wazi. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan anafanya ziara rasmi nchini Urusi yenye lengo la kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Mwanawe Abdul ameripotiwa kuonekana wakati wa ziara hiyo na kusababisha mjadala wa umma. Wafuasi upande wao wanashikilia kuwa hakuna sheria inayokataza mpangilio kama huo, huku wakosoaji na wapinzani wakiendelea kuhoji ikiwa inafaa katika muktadha wa misheni rasmi ya serikali. Ni hayo tu mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment, vile bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.